Acha tuamini, tuombe alafu tuangalie neno. Baba Mungu uliye juu sana, Mungu wa baba zetu Abrahamu, Isaka na Yakobo, kupitia mwanao Yesu Kristo, Mungu ulituleta karibu nawe, ukatufanya makuhani Bwana, pamoja na mwanao ambaye ni Yesu Kristo aliye kuhani mkuu wa milele na milele. Bwana Baba, nasema asante kwa kuwa tukiomba unasikia na unajibu. Mungu, tunaomba rehema zako Bwana, tupe ufahamu Bwana katika neno lako, tupe kuelewa, tupe mioyo ya kuvunjika na kubondeka, mioyo ya kutetemeka kwa ajili ya neno lako. Ondoa kiburi Bwana na majivuno na ujeuri katika mioyo ya wanadamu, ili mwanadamu Bwana akapate kuishi sawa na neno lako, akapate kutenda matendo yako Bwana, maana hauna kusudi lolote Baba la kutupa mwanadamu jehanamu. Moyo wako ni wanadamu Bwana waamini Yesu Kristo na wakae maisha ya haki, maisha matakatifu katika tumaini kwenye neno lako ambalo ndio uzima, neno lako ndio nuru, neno lako ndio uhuisho, ndio ufufuo. Acha hili Bwana likakae sawa katika mioyo yetu, na katika jina takatifu, jina tukufu, jina lililo wokovu, jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Tumaini katika neno la Mungu. Tumaini katika neno la Mungu ndo mada ya ujumbe wa leo. Na sana tutaangazia tu kitabu kimoja ambacho ni Zaburi. Ndo kitabu ambacho tutaangazia sana kwa muda wa nusu saa. Zaburi 119 mstari wa 114. Zaburi 119 mstari wake ni wa 114. Maandiko yanasema, wewe ni kimbilio, wewe ni kimbilio langu na ngao yangu, nimeweka tumaini langu katika neno lako. Hilo ni neno ambalo Mungu amekusudia lipate kuzungumzwa asubuhi ya leo mahali hapa, ili mwanadamu apate kukaa maisha ya ukamilifu ndani ya Kristo Yesu ambaye Mungu alimtoa kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Andiko linasema kwamba Mungu ni kimbilio na ngao kwa kila mmoja ambaye yuko ndani ya Kristo. Unastahili mfanye Mungu kuwa kimbilio na ngao yako muda wote ambao unaishi. Maana wakati uko ndani ya Kristo, ukiishi kukaa tu mbali na Kristo, unapoteza ule uhusiano wako, ule ukaribu wako na Mungu ule unadhoofika. Ndio maana unaona mwandishi wa hii Zaburi anakiri kwamba Mungu ni kimbilio lake na ngao, na anasema kwamba ameweka tumaini lake kwa neno la Mungu, maana neno la Mungu ni amri yake na neno ni Kristo. Kwa hivyo leo kama wenye tuko chini ya neema, tunaweka tumaini letu kwa Yesu Kristo, Yesu ambaye ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, Yesu ambaye anatuombea kila siku, Yesu ambaye anatufanyia upatanisho kila siku kutokana na mapungufu ambayo tunakuwa nayo. Kwa hivyo ni jukumu lako na langu tuchague kutumaini Yesu Kristo katika kila jambo, maana pasipo Yesu Kristo mwanadamu hawezi kukamilika. Tunakamilishwa na Kristo. Kristo ndiye anatufanya wakamilifu. Angalia Zaburi 46
mstari wake ni wa kwanza. Maandiko yanasema kwamba hii ni Zaburi ya wana wa Kora. Zaburi ya wana wa Kora inasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Hili ni neno lingine ambalo ni la kutia moyo ndani ya Kristo, na ni neno la kukupa nguvu wakati unapitia mapitio ambayo yanavunja moyo. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Hiyo ni kweli. Mungu ndio kimbilio la kila Mkristo ambaye anaamini kazi ya msalaba kila siku, kila kuchao, na kadri unapoishi ndani ya Kristo unakuwa na tumaini moja tu peke yake, Kristo, kupitia neno lake. Mungu ndiye nguvu na Mungu ndiye msaada wetu wakati tuko katika mateso, wakati tuko katika majaribu, wakati tuko katika hali ya udhaifu, magonjwa, tunakimbilia Mungu ili kupata msaada, maana ndiye nguvu yetu. Pasipo Mungu mwanadamu hana lolote. Tunatumainia Yesu Kristo ili kumudu majaribu, ili kustahimili katika dhiki wakati huu wa mwisho, maana tuko katika wakati ambao wanadamu hawana upendo wa ndugu tena. Tuko katika kizazi ambacho ni kizazi kiovu kupita hata kizazi kilichokuwa wakati wa Yesu Kristo, miaka 3.5 katika huduma yake. Tuko katika kizazi ambacho hakina upendo, kizazi ambacho hakithamini neno la Mungu. Lakini maandiko yanatuambia wazi kwamba kwa wale ambao wanatumaini neno la Mungu, wale ambao wanatumaini Kristo, watasimama, kwa kuwa wameweka tumaini lao kwa neno la Mungu. Hao watasimama hata kama dhiki, hata kama ulimwengu utaharibika namna gani, watasimama. Kwa hivyo nasisitiza, uzidi kuchunguza uhusiano wako na Mungu, umeujenga katika misingi ya namna gani. Usiwe tule mtu ambaye anaomba Mungu wakati uko na shida, wakati mtoto ni mgonjwa ndio unaomba Mungu. Huyo sio mtu ambaye anatumaini neno la Mungu, sio mtu ambaye anamtumaini Mungu. Mtu ambaye anatumaini Mungu wakati mambo ni mazuri na wakati mambo ni mabaya, anakaa katika uwepo wa Mungu, katika maombi. Huyo ndiye mtu ambaye anaishi maisha ambayo yanapendeza Mungu. Ni mtu ambaye Mungu akimtazama akiwa mbinguni anasema, yule ni mtu ambaye anamtumikia. Kutumikia Mungu sio kukamata mic na kusimama mbele. Kutumikia Mungu sio kwenda tu ukifanya injili, hapana. Wakati unakaa maisha ya haki, wewe ni mtumishi mwaminifu wa Yesu Kristo. Unafaa ufahamu hilo. Unastahili uwe imara katika imani, na uombe Mungu akupe roho ya unyenyekevu ya kukaa kujitiisha katika neno lake siku zote. Tuangalie Zaburi 119. Mungu ni mwaminifu sana kwa wale ambao wanatembea katika njia za haki. Mstari wa 12. Mstari wa 112. Zaburi 119 mstari wake wa 112. Nimekusudia moyoni mwangu kuyafuata maagizo yako mpaka mwisho. Nimekusudia moyoni mwangu kuyafuata maagizo yako mpaka mwisho. Huyo ni mtu ambaye hakai maisha ya kinafiki. Ni mtu ambaye ameamua wakati wa magonjwa, wakati wa dhiki, wakati wa matatizo ya aina gani, na wakati wa furaha katika nyumba yake, amedhamiria na amekata kauli kwamba ndani ya moyo wake
ndani ya moyo wake atakaa katika neno la Mungu mpaka mwisho, hata bahari ichafuke namna gani. Anasema wazi kwamba nimekusudia. Huyo ni mtu ambaye amekata kauli. Na sijui mimi na wewe kama tumekata kauli. Sijui umekata kauli kutembea na Kristo mpaka mwisho, ama unakimbilia Kristo wakati kuna matatizo na wakati mambo ni mazuri unakaa kando. Unafaa uangalie maisha yako ya kila siku. Maisha yako ya kila siku ndio yanakuonyesha wokovu wako ndani ya Kristo umeujenga katika msingi wa aina gani. Maana kama haukai maisha ya haki, na unasema kwamba unatumaini Kristo, wewe ni muongo, unadanganya. Lakini kama unakaa katika misingi ya neno la Mungu, ndani ya moyo wako umekata kauli kufuata Kristo, na unatembea katika mapenzi ya Mungu, hakika hakuna jaribio lolote ambalo litakutingisha. Hata adui akiinuka namna gani, utamkumbusha kwamba imeandikwa. Maana neno limewekwa kwa ajili ya kututia nguvu, kwa ajili ya kutufundisha, kwa ajili ya kutuonya, kwa ajili ya kuturekebisha, kwa ajili ya kutufanya tustahimili, kwa ajili ya kutukuza katika imani na roho ndani ya Kristo, ndani ya wokovu. Kwa hivyo ni maisha gani mimi na wewe tunaishi ndani ya Kristo? Ni maisha gani wewe kama Mkristo ambao unakiri kwamba Kristo ni Bwana na mkombozi katika maisha yako? Ni maisha gani unaishi kila siku? Maana naamini vyema kwamba Mungu hana chuki yoyote na mwanadamu, lakini Mungu ana chuki na kitu ambacho kinaitwa dhambi. Maana dhambi ndio ilifanya shetani atolewe juu mbinguni. Na kama shetani alitolewa juu mbinguni kwa sababu ya dhambi, ni kitu gani kinakuonyesha wewe kwamba unaweza ukaishi maisha ya dhambi na ukaingia katika ile mbingu ambayo shetani alitolewa? Ni kitu gani rafiki yangu? Ni kitu gani kinanipa ujasiri kwamba nitaingia katika mbingu ambayo shetani alitolewa kwa sababu ya dhambi? Wapendwa, tujichunguze kila siku. Tunatembea katika maisha ya gani? Je, tunakaa maisha ya kusikitisha na kuhuzunisha moyo wa Mungu kama wanafeli wakati wa Noa? Mungu anasema kwamba kizazi cha Noa ni watu walikuwa wakaidi, watu ambao walitumaini nguvu zao, wakasahau kuna Mungu muumbaji wa mbingu na nchi, ambaye amemtengeneza mwanadamu kwa mikono yake. Walisahau, wakaacha kutumaini neno la Mungu, wakaanza kutumaini nguvu zao. Kiburi cha uzima kilifanya watu wa kizazi kile wagarikishwe ndani ya maji, wakafa kifo cha ujinga kwa sababu ya kukataa neno la Mungu. Na mimi na leo tukikataa neno la Mungu, tukikataa kutii mausia, tukikataa kutii sauti ya Mungu, hatuwezi tukaridhi makao matakatifu ambayo Kristo ameandaa. Yesu hakufa msalabani tukae maisha ya vuguvugu. Yesu alikufa atuweke huru, tukae tukiwa huru. Na hatujawekwa huru tukae ndani ya dhambi. Tumewekwa huru tukae maisha ya utakaso milele na milele ndani ya Kristo Yesu. Kwa hivyo, moyoni mwako umekusudia nini? Umekusudia nini kukaa katika dhambi, au umekusudia kukaa katika maisha matakatifu ndani ya Kristo? Hilo ni lako, jibu nalo. Kwa hivyo angalia njia zako, tazama mapitio yako, usitembelee njia ya mauti ikawa miaka yako yote ndani ya ushirika ni ubatili, ndani ya kanisa ni ubatili. Chunguza njia zako, kata kauli. Yesu aliwaambia wanafunzi wake na kusanyiko kwamba mtu yote ambaye anataka kumfuata lazima akate kauli. Lazima. Kufuata Yesu ni gharama. Wokovu ni bure, lakini kufanyia wokovu kazi ni gharama. Na gharama ni moja tu, kufanya Mungu kuwa tumaini kupitia neno lake. Panda hapo juu.
hiyo Zaburi 119 mstari wa 111. Maandiko yanasema kwamba sheria zako ni urithi wangu milele, na hamu ni furaha ya moyo wangu. Hii Zaburi 119 ukikaa chini na uisome kwa utulivu katika uwepo wa Mungu, utaona kwamba huyu ni Mungu, ni mtu ambaye alikuwa amekusudia kutembea na Mungu katika hali zozote za maisha. Neno la Mungu ni tamu. Na huyu anakiri kwamba sheria zako ni urithi wangu milele. Sheria za Mungu ni neno lake. Sheria za Mungu ni neno lake. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba neno la Mungu ni urithi wetu milele. Kwa nini? Ndicho kitu ambacho Kristo alituachia. Neno ndio kitu ambacho Kristo ametuachia ili tukae katika misingi ambayo inapendeza Mungu, tukijifundisha kupitia neno. Kwa hivyo kuna umuhimu Morris na wewe tutumaini neno la Mungu kila siku. Lakini unapata tunashika Biblia Jumapili. Unapata wakati uko katika nyumba yako, wewe na mmeo, hata wenye hawajaingia katika ndoa, haushiki Biblia. Hili ni jambo la kuhuzunisha. Ni jambo ambalo linatia mashaka sana. Chenye kinaunganisha mtu na Mungu ni Kristo, na Kristo ni neno. Kwa hivyo nafaa nikae katika misingi ya neno kila siku. Haijalishi nimechoka ama sijachoka, nafaa tu nikae katika misingi ya neno. Kila siku nastahili nihakikishe nimesoma neno, nimeomba. Jumapili tuliona katika kitabu cha Danieli 6 nadhani mstari wa 10. Danieli alistahimili kwa sababu gani? Kwa sababu Danieli alikuwa mtu ambaye ameweka tumaini lake kwa Mungu. Danieli alikuwa mtu wa maombi. Danieli ni mtu alikuwa anazielewa sheria za Mungu, kwamba astahili kuinamia sanamu na astahili kuwa na Mungu mwingine isipokuwa Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, Mungu mtakatifu aliye juu sana katika kiti chake cha enzi. Mimi na wewe tukitaka tusimame katika wokovu imara hata wakati wa matatizo, ni tutumaini neno la Mungu, tukae katika misingi ya Biblia. Biblia hatununui Biblia tuziweke kwa nyumba. Hatujaachiwa hili neno tukae tu nalo, hapana. Tumeachiwa neno, tujifundishe kupitia hilo neno ili tusimame imara ndani ya wokovu. Kwa hivyo nasema nini? Tunastahili tulifurahie neno la Mungu kila siku. Nafaa na unastahili ulifurahie neno la Mungu kila siku. Ulipende linapokuona, ulipende linapokufariji, na ulipende linapokufundisha. Usipende neno wakati linakutamkia baraka. Penda neno kwa njia yote lile ambayo Mungu amelileta kwako, likinionya, likinifundisha, likinifariji, likinitia moyo. Nipende neno, kuweka tumaini katika neno la Mungu. Huo ndio msingi wa kila mmoja ambaye anakiri kuwa ni Mkristo, ambaye ana wokovu wa kibiblia. Shuka mpaka mstari wa 160. Zaburi 119 mstari wake wa 160.
Maandiko yanasema maneno yako yote ni kweli. Maneno yako yote ni kweli. Sheria zako zote za haki ni za milele. Huyo ni Mungu anakuongelesha kama wewe na ananiongelesha mimi kama Morris. Mungu anasema kwamba, Maandiko yanasema kwamba maneno yote ya Mungu ni kweli. Yaani kila ambacho kimewekwa katika Biblia ni kweli. Sistahili nirekebishe au stahili urekebishe. Kinastahili kinirekebishe mimi. Neno linafaa lirekebishe mwanadamu, sio mwanadamu arekebishe neno. Kwa nini? Neno ni kweli. Na Yesu ndiye kweli, na Yesu ndiye neno. Kwa hivyo nastahili nijue chenye kimehekwa hapa ni kweli na nisimame katika hilo kweli. Maana neno la kweli ni la haki. Neno la Mungu ambalo ni neno la kweli ni la haki milele na milele. Hakuna siku tutatoa kasoro maandiko. Na hakuna siku mwanadamu ataongeza ama apunguze. Maana ukiongeza ama ukipunguza kuna hukumu. Ukiangalia Ufunuo 22. Kwa hivyo nasisitiza tu, tupende neno la Mungu na tuweke tumaini katika neno la Mungu na tuweke kiburi kando. Kitu ambacho kilisababisha shetani ashukishwe, ateremshwe kutoka juu mbinguni ilikuwa ni kiburi. Kama shetani angekaa katika yale mamlaka ambayo Mungu alikuwa amempa na akae katika hayo na atosheke na aridhike, shetani leo angekuwa juu mbinguni na hakungekuwa dhambi duniani. Lakini shetani hakuridhika, na ndio hata leo unaona watu hawaridhiki. Watu ambao hawana Kristo huwa hawaridhiki, muda wote wamejawa na tamaa na kiburi cha uzima wa mwili. Kitu kinasababisha mwanadamu asitii neno la Mungu ni kiburi peke yake. Unaongeza na ujeuri na majivuno. Hakuna mtu ambaye anatamani kuingia jehanamu akitoka katika ulimwengu wa mwili tunaoishi. Kila mtu, hata mlevi na mvutaji wa bangi, wauaji, wote ukiwauliza, hata wezi, kila mmoja atakwambia nikifa nataka niende mbinguni, wakati unamwaga damu zisizo na hatia. Wakati unakaa maisha ambayo yapendezi Mungu. Lakini tunafaa tuelewe kitu kimoja. Yale makao ambayo Yesu Kristo ameandaa ni makao. Kwanza tunafaa tujue Mungu ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Na makao ambayo Yesu ameandaa ni makao ambayo ni matakatifu. Halafu Mungu achukue kitu ambacho ni najisi haeke mahali pale. Mungu mwenyewe atakuwa analikufuru neno lake. Mungu mwenyewe atakuwa anamaanisha Yesu msalabani alikufa bure wakati anachukua kitu najisi akiweka katika yale makao. Maana Kristo hakumwaga damu anunuwe wanadamu kwa ile damu, alafu tukae katika maisha ambayo hayapendezi na tuingie katika yale makao hapana. Yesu alimwaga damu atununue, atukomboe, atuweke huru. Tukae huru ndani ya Kristo katika njia za haki, tukikaa maisha ya utakaso, turithi yale makao. Angalia Angalia kitabu cha Ufunuo 21:27. Hatuko mbali kumaliza. Maandiko yanasema lakini kitu kichafu hakitaingia humo kamwe,
lakini kitu kichafu akitaingia humo kamwe, wala mtu yeyote atendao mambo ya aibu au ya udanganyifu, mbali watakaoingia humo ni wale tu ambao majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Hivyo ndo andiko linasema. Hivyo ndo andiko linasema kwamba kitu kichafu akiwezi kikaingia katika makao matakatifu ambayo Yesu ameandaa, na hivyo tu linastahili likae vyema katika moyo wa Morris na ndani ya moyo wako. Maana yeyote ambaye anataka kurithi ufalme wa Mungu ni lazima atubu dhambi na ageuke kutoka kwa hizo dhambi na aamini kazi ya msalaba. Aamini mahali ambapo dhambi zilihukumiwa. Aamini juu ya mwili wa Yesu Kristo dhambi zilihukumiwa, na kwa damu ya Yesu Kristo dhambi ziliondolewa. Na uamini kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Na baada ya kuamini kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu Kristo, huyo mtu lazima akae maisha ya haki, maisha matakatifu mpaka mwisho, ili apate kurithi makao ambayo Yesu ameandaa. Yesu ameandaa makao, ndio hilo halipingiki, lakini ni kina nani watarithi yale makao? Ni kina nani? Tunafaa tukae maisha ambayo tuko na assurance kwamba nikifa usiku wa leo au Kristo akija, sina shaka ndani ya moyo wangu naenda paradiso. Lakini tutaenda paradiso vipi? Tutaenda paradiso vipi? Njia ya kwenda paradiso ni Yesu Kristo wa Nazareti. Njia ya kwenda paradiso ni Yesu Kristo wa Nazareti. Kitabu cha Yohana 14 mstari wa 6, mstari ambao unajulikana sana. Maandiko anasema, Yesu akawaambia, Yohana 14:6, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu hawezi kuja kwa Baba isipokuwa kwa kupitia kwangu. Yesu anasema yeye ndiye njia. Yeye ndiye njia. Yaani nikitaka kwenda mbinguni lazima nipitie kwa Yesu Kristo. Na ili nipitie kwa Yesu Kristo, Yesu anasema nini wakati anaanza huduma? Yesu anaita watu kwa toba, watubu, waache dhambi, waamini Injili. Yesu anasema yeye ndiye kweli. Na kweli inapatikana wapi? Kupitia neno. Maana neno ndio kweli, neno ndio Kristo. Na Yesu ndiye uzima. Hakuna uzima kwa mwingine. Uzima wa milele ni Yesu Kristo. Kwa hivyo nastahili kupambanua na unastahili kupambanua, ili turithi yale makao ambayo Kristo wa kinywa chake anakiri kwamba yapo. Lazima tukate kauli, tukae katika neno la Mungu kila siku, tutumaini neno la Mungu kila siku, ili tupate kuwa na uhusiano mwema na bora na Mungu na mwanawe Yesu Kristo. Kwa hivyo nasisitiza tu utakatifu. Nasisitiza tu utakatifu katika safari ya kila mmoja mahali hapo. Na kama umekuwa na shaka na Kristo, unastahili uondoe shaka, maana Yesu Kristo ni mmoja tu. Ingawa kuna makristo wengi leo, lakini Yesu wa Nazareti ambaye anapatanisha ulimwengu na Mungu, ambaye ndiye wokovu, ni mmoja tu, na wewe ndio unastahili kumtumaini. Tuamini, tuombe. Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo, tunaomba kwa ajili ya neno lako ambalo umezungumza nasi.
Mungu enda ukatutie nguvu katika roho, katika imani, ukatukuze Bwana. Enda ukatukuke mahali hapa Bwana. Enda ukapokee sifa Bwana. Maana hakika Mungu umechochea kila ambacho umependeza kuchochea mahali hapa asubuhi ya leo. Acha mwanadamu akawe mtu wa kujitafuta, akawe mtu wa kujichunguza, kama ndugu yetu Mtume Paulo alipowaambia kanisa la Korintho kwamba wajichunguze waone kama wamefikia imani Bwana. Acha tukajitafute Bwana. Ndio ukapeane toba mahali popote kuna uovu wa kila namna. Ndio ukapeane uzuri ya kiungu, watu wakageuka na kuchukia uovu. Ndio ukapeane imani na umimine Roho Mtakatifu kwa wale ambao hawajampokea Bwana. Mungu ndio ukatusaidie Bwana, maana wewe ndio kimbilio letu, wewe ndio nguvu yetu na msaada wetu. Tusaidie tupate kuliweka neno lako tele ndani ya mioyo yetu Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, enda ukamkemea yule mwovu ibilisi shetani. Enda ukatusaidie katika mahangaiko yetu ya kila siku. Enda ukatusaidie Bwana mahali popote ambapo Bwana tunakuhitaji, maana unatuambia hata kabla maneno yetu hayajafika kwa kinywa, Mungu unayajua, unayaelewa, maana ulituumba wewe Bwana, ukatutengeneza kwa mikono yako. Unaujua moyo wa mwanadamu zaidi ya vile mwanadamu anaujua moyo wake Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, enda ukatupe nguvu Bwana za kumshinda yule mwovu kupitia neno lako ambalo ndio msingi wa wokovu. Nakutumaini Bwana, nasema asante Yesu, kwa kuwa tukiomba unasikia na unatenda Bwana. Ndio katimize mahitaji ya kila mmoja mahali hapa Bwana. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu Bwana ambaye naamini ni njia moja Mungu uliye juu sana umeitumia ili kuondoa kiburi cha uzima ndani yake, ili ukapate kumleta karibu naye Bwana. Maana naamini umekuwa uking'ang'ana naye Bwana. Mungu unasema katika neno lako kwamba wewe ni Mungu ambaye unaua na unafufua, unaumiza na unaponya. Baba, enda ukatende sawa na mapenzi yako. Namuombea tu uponyaji Bwana wa haraka katika jina la Yesu Kristo. Hata wale ambao walitenda kile kitendo Baba, enda ukawalipe sana matendo yao wanavyostahili Bwana. Maana unasema Yesu kwamba kila mmoja ataubeba msalaba wake. Unasema utalipa mmoja kwa kadiri ya yale ambayo ametendwa katika mikono yake. Enda ukajitukuze, enda ukajidhihirishe, enda ukateketeze makazi na ngome za yule mwovu ibilisi shetani na ajendi zake wote Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Mungu, enda ukajidhihirishe, enda ukaonekane, maana wewe ni Mungu mkuu. Ni katika jina takatifu, jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen.